Kwanza binafsi nichukue nafasi hii kuweza kushukuru leo kupata watu ambao wana mchango mkubwa sana katika mpira wetu. Lakini sio mchango tu, lakini pia wana nguvu kubwa ya kuweza kufanya mpira uweze kusogea, kwa sababu unapozungumzia mpira wa miguu sio tu kuwa na timu, lakini kuwa na mashabiki. Lakini sio tu kuwa na mashabiki, kuwa na wanachama ambao wanaweza kufanya mpira uweze kusogea. Kuna timu nyingi ambazo zina pesa nyingi sana, lakini leo hii haziko motivated kwa sababu zimekosa mashabiki. Kwa hiyo unapoona watu wanajitoa na kuamua kufuatilia timu kwa ukubwa wake na wanafanikiwa, ni watu ambao lazima tuweze kuwapa credit kwa wanafanya kazi nzuri sana. Sasa nikija kwenye hoja ambayo umeizungumza, hiyo ni hoja ambayo ipo katika engo mbili. Nitazungumza katika engo mbili. Kuna engo ya kitaalamu na kuna engo tuseme ni ya kishabiki. Vitu tofauti. Ukizungumzia kwa upande wa kitaalamu, amezungumza JB hapa, ameongea vizuri sana, kwa maana kwamba ili timu iweze kuuzwa kuna taratibu zake. Lakini Simba na Yanga zimeingia katika utaratibu wa uwekezaji, na panapokuwa na uwekezaji maana yake kuna hisa, na mtu yoyote anayenunua hisa maana yake ni mmiliki. Hiyo ni hoja ya msingi sana. Mimi leo nina hisa kwenye baadhi ya makampuni, no matter nina asilimia 10, 200, lakini ni part of it, na hata katika mwisho wa mwaka kwenye ile gawio kwa dividend mimi napata asilimia zangu ninazopata. Kwa hiyo ukizungumzia wamiliki halali wa ile kampuni, na mimi nipo. Na ukiangalia katika mgawanyo wa Simba, maana yake pale kuna umiliki wa pande mbili. Kuna umiliki wa klabu ambao ni asilimia 51 ya mara kwanza, lakini pia kuna umiliki wa mwekezaji ambao ni asilimia 49, ambako kwa nafiki kwamba aliko mapya ambaye anakuja itabidi sasa hizi gawanywe kwa watu wengine wengi. Kwa hiyo Mo ni majority, yani ukitoa klabu yeye ndio only majority shareholders katika 49. Kwa hiyo akizungumza kwamba nimeinunua klabu ya Simba, kwa sababu zile asilimia 49 anazozungumzia unazitanish kwenye kiwango ambacho umeweza kulipia. Kwa hiyo kitaalamu akisema nimenunua, wewe ukipaniki ukienda sehemu huwezi kumshinda, kwa sababu kweli ana hizo hisa kwenye klabu. Kwa hiyo ni upande ambao ni wa kitaalamu, ambako mpaka mtu ukae ufikirie uangalie sana. Lakini ukija katika hali ya kawaida, huu upande wa ushabiki ndio ambako imeanza kuleta shida. Unajua mashabiki wetu wanapenda vitu virahisi, vitu ambavyo virahisi, lakini pia tumetengeza mpira ambao unatamani kuona tukichekana sana, tukizodoana sana bila kuangalia ukubwa au udogo wa issue. Mimi nafikiri hoja ya msingi ambayo mimi ningetaka kuizungumza, na kwa sababu pia ni wanachama ambacho ningetamani kutaka wenyewe kizungumze pia, kwamba kwa nini tajiri anatoka anasema nimenunua klabu mbele za hivyo. Sawa, anatoka anazungumza nimenunua klabu kwa kwenye klabu ya Simba kisha thamani, wakati akijua fika utaratibu wa hizi timu zetu. Lakini pia sioni kama ni afya sana kwa tajiri most of the times kuwa anatoka na kuzungumza bila kushirikiana nao, bila kuwasiliana na klabu, kwa sababu ukiangalia mwenyekiti wa klabu ya Simba ni Murtaza Mangungu, na yeye ndio mwenye asilimia nyingi, lakini pia yeye ndio mwenye klabu, na yeye anawakilisha wanachama. Yaani kundi lote la wanachama wa Simba liko chini ya Murtaza Mangungu. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye yuko sahihi zaidi kwa kuweza kutoa taarifa ambazo zinahusu sio uwekezaji, ambazo zinahusu klabu moja kwa moja, maana yake ni Murtaza Mangungu. Sasa haya matamko ambayo amekuwa akiyatoa wakati mwingine kwenye Instagram, wakati mwingine kwenye Twitter, ndio ambayo yanaweza kaita mkanganyiko na kuwafanya watu waanze kufikiria tofauti, na ndio zinakuja hoja nyingi ambazo kimsingi zinakuwa ni hoja ambazo ni za kishabiki, lakini wakati mwingine za kutaka kuchagiza kuweza kuona na upande wa pili ambao ni wanachama watakwenda kuzungumza kitu gani. Sawa. Na kwenye hilo tumezungumza hapa na GB64, Dr. Mo, Nabii Meja. Inaonekana Simba kuna wawekezaji ni kama wako kitu kimoja, lakini kumbe ni mashabiki ndo wameamua kujigawa kwenye pande mbili, yani ambao wapo upande wa Jairut na ambao wapo upande wa tajiri Mohamed Dewji. Kwako unaona lina afya ili ambalo wanalifanya mashabiki? Kwanza mimi mtazamo wangu si kwamba mashabiki wameamua kujigawa. Mashabiki wamegawanywa. Inawezekana kwa kujua au kutokujua. Yaani unaweza ukafanya jambo usilifikirie litakwenda kuwa na impact hiyo, alafu watu wakalichukulia likawa na impact. Kwa nini? Ukiangalia hapa katikati palikuwa pana changamoto kidogo. Na most of the time tumeweza kusikia watu wakizungumza, kuna watu wengine walikuwa wamhitaji Mangungu.
na miongoni mwao alikuwa ni Dr. Mo na kwa watu wengine walikuwa wanamtaka Mangungu na wengine wanamtaka Mo. Ikaenda baadaye Mo akasema kwamba akapata uelewa kwenye kile ambacho alikuwa anakizungumza kikawa sio sahihi na akaamua kujua ukweli. Sasa ni wanachama wangapi au mashabiki wangapi ambao walikuwa wanamtazamo kama wa Dr. Mo lakini hawajapata access ya kujua ukweli ambao yeye ameupata, kwa sababu kwa anajua yeye mwenyewe. So unaelewa? Kwa hiyo maana yake hapa kuna sehemu kuna gap. Lakini jambo lingine baadaye tukaona anaingia Jeruti. Ameingia ni mzabuni wa jezi kama ambavyo alikuwepo nani yule tunazungumza Vunja Bei, Sandalendi walipita, lakini ukiangalia kwa upande wa Jeruti amekwenda beyond kwa mawazo, yani ikaanza compare yeye Sandalendi na Vunja Bei, amesogea juu. Inawezekana amesogea juu kutokana na aina ya mkataba aliyousaini au amesogea juu kutokana na mapenzi alionayo. Sasa ikafika hatua naona kama kuna watu wanataka kuamini kwamba Simba inaweza kaenda bila kuwa na Mo. Kitu ambacho msifikiri kama ni sahihi. Yaani kwamba kumbe kama Jeruti anaweza akanunua magari, kama anaweza akasema atatusajili wachezaji, kama anaweza kutaka kutujengea uwanja, tunaweza tukaendelea tu. Hasa hapo na hapo pana chaos ambayo ipo, inatakiwa yenyewe iweze kuwekewa clarification. Kisa haya yote wanaoweza kuyavunja haya makundi au mitazamo ni viongozi waliopo, watoke waweze kuclarify kwamba utaratibu uko 1 2 3 4 5. Kwa hiyo miongoni mimi nadhani changamoto kwamba Simba wanayo ni wakati mwingine kuchelewa kutoa majibu kwenye hoja ambazo nafikiri zinakuwa za msingi kutoa majibu. Vinginevyo unapochelewa, sio wote ambao wataamini unaelewa wewe, ndio inakwenda kutokea hizi haya mambo. Na hata ambao tunazungumzia leo hii wanaanza kugawanyika. Ukienda in details, hapa nilikuwa naongea Dr. Mo, kuna baadhi ya changamoto ambazo zipo za nje ya kiwanja, lakini usifikirie tu ni nje ya kiwanja kwa wale madada, maana yake nyuma nako kuna watu ambao wanakuwa pressurize. Yaani sio rais leo akatoka tu dada mmoja kama ni Simba nani akatoka kaja kazungumza, maana yake kuna mtu nyuma naye anayemtuma. Sasa huyu anayemtuma ana motive sipi? Leo akitoka mtu akisema JB ni chawa, huyu anayezungumza usikie anazungumza, maana yake kuna motives. Na ukiangalia hapa, mimi kwa mtazamo wangu mimi, sio wa Simba, sio wa Yanga, sio wa nani, ninachokiona mimi, kuna watu wanatamani Mo aendelee kuwepo Simba na kuna watu wanatamani kujaribu maisha bila ya Mo. Mimi ndio mtazamo wangu ambao mimi nafikiri. Yes, of course. Na GB tukirejea kwako, unaona Simba ipo tayari kwa maisha bila Mo? Unajua, kwanza ni mtakelazi pazangu Salamba. Umeelewa? Salamba alikuwa swaiba wangu, lakini mimi huwa mara nyingi mtu nikimwona anaenda against na Simba huwa sipatani naye. Sawa? Nilishamjibu mara nyingi sana na alikuwa anayazungumza sasa hivi. Yeye alianza kuyazungumza miaka 2 3 nyuma. Sasa hivi mimi nikawa simuelewa huyu vipi? Huyu anataka Mo atoke, Simba ipotee. Huyu anasema Mangungu ana shida. Ukweli Mangungu ana shida, si tuendelee kupigwa naye. Tukawa tunamchukulia kama chawa nani? Mimi namfuta uchawa huyu leo. Umeelewa? Vitu alivyokuwa anazungumza ndivyo vina usahihi. Si umeelewa? Okay. Ndivyo vina usahihi ambavyo sisi baada ya kufanya speculation kugundua kweli Mangungu ana, sababu mimi wakati nasema Mangungu ana shida, huyu bwana anasema Mangungu ana shida, na tulishakaa mpaka off mic. Nimekuja studio yenu wakati uko juu. Ndio. Off mic tunaongea, ananiambia bwana JB, hapo unapoenda hapa sipo. Lakini huyu atakuwa ametumwa na engineer. Na ulishambulia sana. Nilishambulia mno. Lakini kuja kugundua ukweli. Yaani sio serious. Unaona mpaka kufika nilikuwa sifiki. Yaani ina maana msinge nipigia simu nije. Mimi hapa ingekuwa intova forever, ningekuwa shamalizana na nyinyi. Kabisa. Lakini uhalisia wana Simba wote wanatakiwa wawe na mtazamo mmoja. Mwenyekiti ana shida, mwenyekiti anapigania maslahi ya Simba. Kwa sababu sisi mashabiki huwa tunaangalia fla ya leo, hatuangalii fla ya kesho. Si umeelewa? Ndio maana ukaambiwa lazima uwe na kitu kinachoitwa forecast. Kiongozi bora lazima awe na forecast. Forecast haiangalii hapa tuna watch far away. Si umeelewa? Sasa katika ku watch far away ndio unakuja kupata maslahi ya Simba. Yaani baada ya matokeo ya leo Simba anacheza na Yanga, Simba anacheza na Singida. Kesho utaforce leo kupata matokeo na Yanga kwa njia yoyote. Lakini je, kuna njia sahihi za Simba kupata matokeo bila watu kuingia front? Yaani unajenga kikosi kilichokuwa bora, kinakuwa na huduma bora. Hivi leo sasa hivi utoke ukacheze na PSG, utaiweza? Hapa. Utaiweza?
Hapana. Uwezi. Si umeelewa? Kwa nini? Imejengwa katika misingi iliyokuwa nini? Bora. Si umeelewa? Lakini vilabu vingi vya Tanzania vimejengwa katika misingi ya kutafuta matokeo. Yaani ndio pale sasa unapopata, ndio maana leo unaona marefa wetu wanaonekana kwenye AFCON hawafai, kuchezesha mashindano ya kimataifa hawafai. Kwa nini? Kutokana na misingi tuliowekea, kutokana na nini? Na hali ya jinsi gani vilabu vyetu hivi viwili vinavyotafuta matokeo. Na sasa hivi vimeongezeka mpaka vilabu hivi vidogo navyo vinaendelea kuwa na hela. Ndio maana leo unamkuta Simba analalamika, ananyimwa penalti. Simba anacheza na Azam ananyimwa penalti. Zamani ilikuwa Azam ndio akitoka pale analalamika, zaka za kazi anatafuta waandishi, analalamika kanyimwa penalti, wamekataliwa goli offside. Lakini leo Simba na Yanga kanyimwa penalti ya Dube. Live kabisa. Nazam. Yanga kanyimwa penalti dakika 89. Misimu kadhaa nyuma ile penalti. Si unaelewa? Sahihi. Kwa hiyo ina maana hivi vilabu sasa hivi huko tunakoelekea tutakuja kushikana mashati, kwa sababu kuna vilabu leo TRA wana hela, wana uwezo wa kufanya influence aina yote ili wapate matokeo. Singida ana uwezo wa kufanya influence yote ili apate matokeo. Ukija Azam wana influence wa kufanya vitu vyote, vitatokea vilabu vingine watu watawekeza. Mpira sasa hivi unalipa. Kwa hiyo lazima tukae kwenye uhalisia wa nini, wa mpira. Ndio maana unamwona leo National National sio kama anashindwa. Timu inayoongozwa kwa pesa nyingi ni National au Mamelodi Sundowns. Lakini kwa nini hawataki kutumia njia za panya? Leo National ndio analalamika, anacheza mechi na Pyramid kesho kutwa. Sawa? Lakini National ndio anahitaji marefa kutoka nje. Ina maana National anahitaji haki. Kwa nini anahitaji haki? Kwa nini asitumie naye pesa? Kwa sababu anajua kabisa tusipokaa kwenye uhalisia wa mpira uwezo ukawa na nguvu ya kucheza mashindano ya nini ya kimataifa. Sawa. Kwa hiyo kwa kuzungumza hayo yote, kuna kauli umeitoa kwamba leo hii chifu na msafisha chifu. Nashukuru sana. Umeelewa kwamba alikuwa yuko sahihi, kwa sababu mimi kwenye mtazamo wangu kwa Simba anapotea, wachezaji kwenye mpira wanafanya hivi. Simba anapotea sababu ni Mangungu. Aliniasa na kunikanya, bwana jibi huko unakokwenda sio. Shida sio Mangungu, shida ni mfumo wa Simba. Ndio hii katiba. Unapozungumza mfumo maana yake it means we talk about what? Constitution. Constitution ndio each of the everything which governing. How can you run the club? Unasikia Kiingereza gani? Kiingereza ataweza wapi yule? Kuna mshabiki wa Yanga anaongea Kiingereza. Sawa. Sasa nataka tupate nondo. Si ndio? Tumeshamsafisha chifu, si ndio? Sasa chifu, tuambie kuanzia leo kwa namna unavyoiona Simba anaitazama kwa maeneo mawili. Ndani ya uwanja na ndani ya uongozi. Si ndio? Ndani ya uwanja unaiona Simba inapona na ndani ya uongozi unaiona Simba inapona. Sasa kutoka kule ambako ulikuwa unapazungumza awali, ukitazama hapa unapopaona Simba kwenda mbele, unaona ikiwa inapona. Kupona au kuto kupona inategemeana na yani utayari wa viongozi walio madarakani. Unajua ukiangalia pale kuna upande wa mwenyekiti katuvyozungumza. Hapo unaanza kuzungumzia uongozi. Kisha tutaenda ndani ya dakika 90. Naona yani ukiangalia upande wa uongozi kuna viongozi ambao ni wanachama ambao wako chini ya Mangungu, na kuna uongozi ambao upo kwa ajili ya mwekezaji ili kutengeneza ile bondi. Hasa hawa watu wakishikana pamoja wakaamua kuwa kitu kimoja, manake hakuna ambaye itakwenda kuharibika. Lakini kama itakuwa wanatoka nje ni kama wako wamoja, lakini ndani kuna mission za sisi zinaendelea, timu haiwezi kuwa moja. Kwa sababu moja ya changamoto ya watu wa Afrika ni moja tu. Waafrika mnapokuwa mnatofautiana, zile tofauti zenu haziishi kwenye hoja ambayo tofautiana, zinakwenda mpaka kwenye maisha mengine. Yaani mimi leo nikimchukia JB tukigombana hapa, basi natamani kuona kwamba hata anakoishi akose chakula, hata mkewe amkimbie. Ndio tuko hivyo. Yaani watu ambao matatizo yetu ya kiutendaji yanaenda mpaka mbali yani. Naona ndio maana utashangaa mtu anatoa hoja, alikuwa anaongea Mo hapa, anatoa hoja ya kuhusu Simba, pengine kocha hafai. Unaona kwanza unaniambia tapeli. Sasa tapeli na kocha wapi na kocha? Mimi nazungumzia issue ya kocha, nazungumzia issue mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa watu hawataki kwenda kwenye hoja, wanaingia maisha mengine. Ndio tabia tuko nayo. Kuna kipindi nakumbuka Yanga alifunga goli 5 ile na Simba. Wanakuambia kwamba kisa ilikuwa tu walimchunga aondoke. Kwa hiyo hawezi kuondoka, tupigwe. Wakapigwa 5 na kula kumfukuza. Lakini ziliwachukua muda mrefu zile 5 mpaka kuja kurudisha. Kwa hiyo kuna madhaifu ambayo yanakuepo ya kutaka kuchanganya hoja za msingi na kwenda kuathiri mfumo wa klabu. Kwa sababu mimi siamini kwamba
misimu yote hii Simba anapoteza ubingwa si kwamba ana changamoto za kusajili, hapana. Kwa sababu ukiangalia kama angekuwa ana changamoto ya kusajili, most of the player ambao wanatoka Simba wakienda sehemu nyingine wanafanya vizuri. Kwa hiyo kumbe sio anasajili wachezaji wabaya, lakini wakifika kwenye timu wanakutana na kitu gani ambacho kinawafanya pengine wasijitoe. Siko unaelewa hapo? Yaani huko alikuwa yuko unga, akitoka kenda sehemu nyingine anakwenda kutegemewa. Kwa hiyo maana yake kuna sintofahamu ipo, lakini kingine waimarishe mfumo wa usajili. Mimi ningependa kuwashauri kitu hiko. Yanga zamani walikuwa na makamati mengi, mara unafika wakati wanaunda makamati ya bini club nani zile. Kwa hiyo inafika hatua timu ikianza kufanya vibaya, anakuambia huyu mchezaji nani? Huyo Mustafa Magari. Huyo bini club. Kipindi kile Simba walikuwa na kina Veva, Super of Simba na vitu kama hivyo vilikuwepo. Sasa hizi Yanga wakifanya vibaya, hata kama juzi walikuwa wanataka kumsafisha, there is no way utaacha kumzungumzia Engineers. Kwa hiyo leo usajili wote wa Yanga ni Engineers. Ukiwa mbaya kubalini, ukiwa mzuri kubalini vile vile. Kwa tayari amejipambanua. Hasa hiyo kitu inatakiwa hata kwenye klabu ya Simba. Kama wanaamua kusajili, kama ni klabu, basi isajili. Ila mambo ya kwamba atasajili huyu mtu mmoja, huyu kesho na kesho kutwa mkitafiana, ni rahisi mtu kuweza kuliveti. Ni rahisi sana, ni rahisi mno, kwa sababu hawa ni binadamu. Inawezekana mimi ukaniambia sina maana kwenye kikao, hujaniita, alafu na mchezaji wangu ambaye mimi nampa mshahara aje kucheza mechi, afu nikakaa kimya, inawezekana nitaharibu tu. Kwa nafikiri wakiboresha kwenye eneo la usajili, ikawa timu inasajili, wakania mamoja miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya scouting nzuri ya wachezaji ni Simba. Ni kweli. Ndio maana most of the player ambao wanakuwa wakitoka Simba, Yanga nawaona, lakini naona kutokea wapi? Kutokea Simba. Na nafikiri hata msimu huu unaokuja mpya kuna baadhi ya nyota wa Yanga wa Simba watamia Yanga. Samahani kwa kwambia. Sawa, twende eneo la dakika 90 sasa. Tumezungumza kwenye eneo la uongozi. Tuzungumze ndani ya uwanja. Simba inapona? Kwa nani? Kwa maana Simba tunafahamu kwa misimu ya hivi karibuni tumeshuhudia Simba ya kina Sawadogo, tumeshuhudia Simba imekuwa na wachezaji wa panda shuka kila msimu inaondoa wachezaji na wachezaji wapya. Sasa hivi tunavyoiona Simba ina wachezaji ambao tukasema ni kiwango cha Simba ama bado iko njiani kuelekea kule ambapo iliwahi kuwa. Nimekwambia kwamba haijawahi Simba kusajili wachezaji wabovu. Sio, unaelewa? Issue ni mfumo wa namna kuweza kudili na hao wachezaji. Yaani ule mfumo wa kuweza kudili. Angalia Chemaloni, si alikuwa Simba? Lakini baadaye kuonekana kama ni kama mtu ambaye anachomesha. Baada ya kutoka Simba alikokwenda. Labda mkuu ngoja nimsaidie jambo lake kwa mkuu, utaona kama labda anajitetea. Mimi namtajia wachezaji. Enoki Nonga hapa kaambua afai. Katoka hapa kenda Farabat. Anazima. Sawa, nusu finali. Timu ya taifa yumo. Nusu finali kagombania mshindi wa 3, national team. Yaani sentafu alile. Anacheza ligi anakaa nje, anacheza Enoki Nonga. From Simba, lakini Simba kaonekana afai. Shemalon Fondo katoka Simba kaambua afai. Amekwenda wapi? MC Alger. Sasa hivi MC Alger akiumwa Shemalon, Waarabu wote wanakusanyana kitandani. Na ndo sentafu panga pangua, sentafu ya Galatasaray. Mkameruni yule anakaa nje anacheza Shemalon. Twende Fabrice Wamba Ngoma. Tumeambiwa hapa afai. Sasa hivi ndo captain wa El Ittihad. Kibu Dennis kaondoka wewe kaambua hapa afungi. Sasa hivi ana goli 6, ana assist 4. Joshua Mutale tumeambiwa hapa afai, sasa hivi anakiwesha Libya. Ana goli 4, ana assist 6. Haya, twende Mkwala, ana goli 6, ana assist 5. Sasa kuna kilichotoka Simba. Haya, ukija nani yule kiungo wetu yule Abubakar Sal ndio captain wa JS Kabili. Shabalala huyo hapo yuko wapi? Yuko Simba, yuko Yanga. Si umeelewa? Kwa hiyo hakuna mchezaji, yani Salamba ameongea kitu ambacho kiko fact. Ili uwe na timu bora, uwe na mambo manne. First of all, good leadership. Sawa, hii wanaongea watu wenye akili nyingi tu kama sisi, lakini sio meja. Sahihi. Uwe na good leadership. Sahihi. Ukishatoka good leadership, itakuletea bench la ufundi bora. Sahihi. Good technical staff. Alafu good technical staff litatuletea good players. Yes. Sahihi. Good players itatuletea timu bora. Timu bora italeta mashabiki bora. Kwa vitu vinne.
Ukiona uongozi umeyumba, each and everything going to be distracted. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa katika distract margin. Sio, umeelewa? Sahihi kabisa. Kwa hiyo uongozi kama hujatulia, hata umlete Cristiano Ronaldo utajisumbua. Sahihi kabisa. Sasa hivi umemwona Aula anafanya kazi. Libe Segues anafanya kazi. Kama uongozi hautotulia, hawa wote watakuwa kina Mkwala. Na Joshua Mutale. Bwana, tumekuwa na wakati mwingi Chief, tukiwa tunamaliza sasa na kuomba Meja tuje tusimame nyuma GB hapa. Dr. Mo, karibu nyuma, tusimame nyuma hapo ya GB tuweze kuonekana bwana pamoja. Bwana, unajua kuna of course na tunataka tuweke sawa. Kuna notion inawekwa. Si ndio? Vituo vinanasibishwa na timu. Si ndio? GB, we sio mara ya kwanza kufika Salamba TV. Labda wewe utatueleza leo hii kama umeshawahi kukutana na mambo ya kitimu hapa Salamba TV au la. Na hapo pia kuna mashabiki wa Simba, kuna shabiki wa Yanga. Shabiki wa Yanga. Tumewahi kuwa na Muhindi hapa. Si ndio? Tumewahi kuwa na mashabiki kadha wa kadha wa Simba Sports Club, wa Young Africans, Azam na timu zingine tofauti tofauti. Naomba tupate neno lako kidogo. Upo na mkurugenzi hapo. Pengine credit zako, nataka uongee fact kuhusiana na namna ambavyo unaitazama Salamba TV. Fact. I have already told them. Nilishaongea na mashabiki kwamba namsafisha. Sawa, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu sawa ambao nilikuwa nakaa front katika kupambana nani na Salamba. Sio, lakini kikubwa alichokuwa anaongea ni fact, ambacho ndicho kilichokuja kuitibu Simba, ambacho ndicho tunachoimba sasa hivi. Sio, umeelewa? Hakuna kitu ambacho sasa, unajua Watanzania tuko hivi. Unajua Watanzania tumetawaliwa sana na mapenzi kuliko uhalisia. Sio, umeelewa? Especially mashabiki wa Simba na Yanga. Tumetawaliwa sana na kuvipenda vilabu kuliko nini uhalisia. Leo mshabiki wa Simba akitokea mtu anaongea fact kuhusu kuijenga Simba, amuelewi. Lazima atamwambia huyu atahusianishwa na nini? Na Yanga. Sio, umeelewa? Na akitokea mshabiki wa Yanga kuna mtu anaongea fact kuhusu Yanga, atambua huyu ni nani? Huyu ni Simba. Tena anatengwa kabisa. Sasa hichi sisi kwa sisi watu tunakuwa na akili nyingi. Tukishafanya upembuzi wetu, tukishagundua kwamba bwana this is wrong, this is right. Basi mara nyingi tunakaa katika black ni black, white ni white. Lakini alichokuwa anazungumza Salamba ni fact. Sawa. Sunana hapa amezungumza hakuna usajili mbovu ndani ya nini? Ndani ya Simba. Isipokuwa ni ujanja. Na sasa hivi katoka kuzungumza aliyefeli kwenye usajili, hata kama unataka kumsafisha, lakini aliyefeli kwenye usajili aliyofanya ni engineer. Na hichi ni kitu ambacho kila siku mimi nilikuwa napiga nini? Kelele. Na kwa nini tunaongea hivyo? Kwa sababu tayari kuna uhalisia. Wachezaji wameletwa 7. Wako wapi yote? Kabaki cha Balala tu. Sasa wote utaficha kitu gani? Kwa kwenye ukweli, sawa, watu tunatakiwa tutambue. Kuna mchambuzi alafu kuna nini? Kuna mwandishi alafu kuna mshabiki. Sasa Salamba yeye ni mchambuzi. Mchambuzi siku zote anachambua. Unaona maana uchambuzi? Uchambuzi maana kuchambua. It means kama mchele una vijiwe unachuya, maana unaenda kuchambua. Kwa hiyo ndio maana ya neno wachambuzi. Kwa wachambuzi wanaongea vile vitu ambavyo ni uhalisia. Kwa hatupaswi kuwachukia. Redio hii sio kwa sababu inaitwa Salamba. Watu wengi walikuwa wanachukia na hii redio ya Yanga. Kwa sababu anaongea ukweli kuhusu Simba, lakini ni uongo. Hapa wanakuja watu wa Simba. Ni kama ambavyo na nyie pia mmepitia kuchukiwa wakiongea ukweli. Dr. Mo, naye tupe kidogo. Tupe kidogo kauli yako. Labda niweke nikwambie kitu. Sisi mashabiki wengi tunapenda kusikia yani tunapenda kujivutia upande wetu. Sahihi. Yani mtu akiwa against na sisi. Mashabiki wengi ambao kama hawana uelewa kama wangu mimi, tunatengeneza chuki ya kumchukia huyo mtu. Na ndio maana ni rahisi mimi hapa GB au watu wengine tukisema ukweli kuhusiana na Simba. Sisi wana Simba, tunavaa jezi za Simba. Hizi jezi mimi nazo 35. Yaani mimi kila mechi ya Simba mimi navaa jezi mpya. Na mechi zote za Simba mimi nahudhuria. Lakini kizungumzia ukweli wa Simba, yani mwanachama sio mwanachama wa Oya,
Mwanachama mwenye kadi afu mkoba yani unatembea nao kila mahali. Huyu ni ofisi na dokumenti zangu na laptop ya kazi na kila kitu. Mimi ni mwanachama hai ambaye naingilia mkutano mkuu, nachagua na na haki ya kuchaguliwa. Unaona? Hii ni kadi ya klabu ya Simba hii. Kadi hai ambaye mimi mwanachama. Umeigeuza kidogo namna hiyo. Kadi yangu ya Simba. Hii kadi ya wanachama ambako nimelipia ada ya wanachama mpaka mwaka 2027. Hii ni risiti ya Simba Sports Club. Yaani ukilipia malipo kupitia benki account ya Simba unapewa risiti hii kuonyesha kwamba hudaiwi. Mpaka mwaka 2027 kati yangu mimi wanachama wangu uko hai. Nina kadi ya mashabiki hapa. Sio ndio. Kuna kadi ya wanachama na mashabiki. Umekamilika. Kwa huna udauti na wanachama wangu mimi au shabiki wangu. Lakini once ninapoongea ukweli kwa ajili ya kuijenga Simba, unaona Simba wenzangu wengi unakuta wanakuchukia. Ndivyo hivyo kwa Salamba. Watu wengi walikuwa wanamchukia Salamba kwa sababu ya ukweli wake. Yaani Salamba kwa sababu yeye ni mchambuzi. Mchambuzi atakiwa na double standard. Yeye anazungumzia uhalisia. Mbaya zaidi sisi wana mashabiki tunataka mtu atupelembe. Yaani leo nikifungwa natamani Salamba nisikia sema leo Simba imepiga mpira mwingi sana. Ni vile tu refaria kwa rafiki ndio mbona Simba kafungwa. Nasikia kweli. Kumbe angeniambia leo Simba imefeli kwa sababu eneo la ushambuliaji lilikuwa butu. Ushambuliaji wao labda Selemani Mwalimu au Innocent Yomba hakutimiza majukumu yake ipasavyo. Kumbe ingetusaidia kwa makini mechi nayo inayofuata. Kwa hiyo tunahisi tunaipenda timu kupitiliza hata kusikia ukweli. Kwa hiyo kimsingi Samba ni mchambuzi bora, ni mchambuzi mzuri ambaye mimi mwenyewe namfuatilia sana toka yuko kule Azam mpaka alipokuja hapa. Na hii Salamba TV haijaanzishwa kwa ajili ya wanachama wa Simba wala wanachama wa Yanga wala wa Azam. Hii ni media platform ambayo inatoa platform kwa vilabu vyote kupata fursa ya kusikia chambuzi, taarifa za kimichezo na taarifa zinginezo kupitia hichi kituo. Kwa hiyo hichi kituo hapo nje hakina license ya Simba, ya Yanga, ya Azam, ni kwa wanachama wa Simba, mashabiki wa Yanga, sio TV yetu hii. Hii ni TV ya watu wote. Kwa hiyo ndio maana leo Dr. Mohamed Hamisi nipo hapa. Ingekuwa TV ya wanachama wa Yanga au ya Azam, mimi singekuja hapa. Ndio maana Yanga TV mimi siendi. Kwa sababu ni TV ya Yanga. Si umeelewa? Lakini hapa Salamba TV nimefanya. Nimekuizi hawa mashabiki waliokuwa na hai mitazamo hasi. Tujaribu kuiondoa. Huyu anafanya kazi yake ya kichambuzi. Anaweza kaongea neno ambalo linakuumiza. Vumilia, ndio uchambuzi wenyewe, kwa sababu wachambuzi wanatusaidia kupata mwelekeo wa timu tuende wapi. Kwa hiyo tuunge mkono Salamba TV, tufollow page zake, tusubscribe pale YouTube. Una chochote na lolote, njoo hapa Chang'ombe utawakuta, wasilisha. Tusitengeneze chuki, migongano na kugawanyika kwa sababu za msingi, kwa sababu hiki chombo ambacho kinatakiwa kipewe nguvu na watu wote na kinalisha nchi nzima na kinawalisha watu wote. Kwa hiyo sisi kama sisi tutakitumia kweli. Sisi mkituita tutakuja hapa, na sasa hivi tunakuja mitaani, tunakutana sana huko mitaani, unaona sana maiki zetu. Sisi kama ingekuwa ni chombo cha Yanga au cha Azam, wasingekuja kunihoji mimi Magomeni pale tunaangalia mpira. Kabisa. Watangazaji wenu wanakujaga pale. Maana yake sisi tukubali ukweli kabisa. Na unapomdescribe Salamba usimuhusanishe na Salamba TV. Huyu ana personal life lake. Kwa sababu kuna wakati, kwa mfano mimi ni mmoja wa vijana ambaye nimepitia mikononi mwa Saleh Jembe. Saleh Jembe alisema huwezi kuwa mwandishi wa habari wa michezo alafu una timu. Kabisa. Saleh mwenyewe timu yake na ni mchambuzi na hakuna professional entity ya waandishi wa habari imesema kwamba kuna ile miongozo ya waandishi wa habari kwamba usiwe na timu. Hakuna. Kwa kila mtu ana timu yake. Kwa anapokuwa anasimamia majukumu yake, tumuelewe yupo kazini. Tusimuhusishanishe na hiyo vitu vya Simba na Yanga ambao tunapenda kuvientertain. Kwa sababu shida hapa ni Simba na Yanga. Sio, umeelewa? Akisema huyo Yanga huyo acha naye. Huyo Simba acha naye. Hizo notion tuziondoe,
kwa ajili ya usalama wa tasnia hii ya habari na mawasiliano ambayo ni tasnia kubwa na muhimu kwa ajili ya kupamba mpira wetu na kufikisha mpira wetu kubwa. Tuunge mkono. Mimi Samba TV nimefollow. Mimi pia nimefollow. Na huwa nafuatilia vipindi vyenu. Na watangazaji wenu nani yule binti na huyu Feti. Wanakuja sana kunihoji. Sahihi kabisa. Na hapo ushirikiano mkubwa. Kwa sababu naamini hawa ni chombo cha habari, sio Saramba. Saramba na maisha yake huko nyuma ambao mimi sitaki kuyahusisha na chombo cha habari kabisa. Chief, na wewe uzungumzo wakati huo Meja una keti, pengine una lipi mara baada ya haya ambayo tumeyasikia kutoka kwa mashabiki akiwamo GB Mo? Ninafikiri kubwa kwanza ni shukuru na nimeshukuru kwa sababu ameongea GB. GB ni mtu ambaye tulikuwa tunawasiliana na hata kipindi kile ambako kilikuwa kimetokea ananisema sikukasirika kwa sababu nilijua ni mshabiki na mpenzi kweli wa Simba. Mtu ambaye anaweza kukaa mpaka akakubali kuwekwa ndani kwa ajili ya timu baraka na mapenzi. Watu walikuwa wanapiga na GB anakusema ngambia acha aseme kwa sababu anachokizungumza ndio kifuata ni moyo wake. Lakini mimi naamini kwamba ni mtu wangu bado kwa sababu tulifahamiana tukaendelea. Ndio hata jana nilipata taarifa kutoka kwa Meja nilifurahi sana. Kuona kwamba wanakuja na nilikuwa na majukumu mengine leo imebidi niahirishe kule nije kuja kuwasikiliza. Sababu ni watu ambao nawafuatilia lakini pia ni watu ambao ninawakubali kutokana na mitazamo. Tulinaongea sana GB, tulizungumza vitu vingi sana. Mo namfuatilia muda mrefu sana. Hatupata nafasi ya kukutana kuongea. Meja ananifahamu, kwa hiyo ni watu ambao mimi napenda wanachokifanya. Na hata hii idea yao walikuja nayo ni idea kubwa sana ambayo hatujawahi kuiona. Ingawaje watapata changamoto. Kwa nini changamoto? Na wanazipata. Watu hawataangalia ukubwa wa jambo lao. Wataangalia kipindi ambacho wanatengeneza wanapata nini. Ndio tabia ya Mswahili. Kwa pengine kuna hela watakuwa wanapata. Sasa hawezi akafanya jambo ambalo asipate hela. Hela lazima kuna kuorganize, lazima vitu vingi. Sasa tuwezi kufanana. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwanza huo mmoja wenu ni kitu kikubwa sana ambacho mmekianzisha na kitakuja kukumbuka kwa sababu kweli kuna wakati mashabiki tunakosewa sana au wanakosewa sana kwa sababu tu hawana sehemu ya kusemea. Lakini pia ni fursa ambayo au ni platform ambayo kama ikiwa strong hata ngazi ya serikali wanaweza kaitumia kwa sababu almost Tanzania karibia 90% mostly Simba na Yanga. Toto 10% kwamba ni vikongwe na watu wengine. Na kuna mambo mengi ya kimaendeleo ambayo pengine serikali ilikuwa inatamani kufanya hamasa. Lakini hawapati platform. Maana ukitaka kuwapata wa Simba waite peke yao. Ukitaka kuwaita wa Yanga waite peke yao. Kitu ambacho wakati mwingine kinakwenda kutoa double standard. Na haya ambayo tunakuwa tunayasikia wakati mwingine hao bwana anapewa hiki. Kwa hiyo ukiwa na platform ya mashabiki ambao wote ni wa Simba na Yanga na timu nyingine, maana yake kile utakachokifanya utafanya kwa niaba ya mashabiki bila kujali ni wa Simba au wa Yanga. Kwa hiyo ni chombo ambacho binafsi na kisapoti na kiunga mkono, na niwaambie tu waendelee kupambania maslahi kwa sababu tunachokiangalia leo hii hatuangalii watu wanakutukana vipi. Tunaangalia legacy ambayo utakwenda kuiacha baada ya kile ulichokitengeneza au kukianzisha. Kwa hiyo binafsi ni miongoni mwa mdau na shabiki kwenye kazi wanazozifanya na nitakuwa tayari mimi pamoja na chombo changu kuweza kuwasapoti kwa hali na mali kuhakikisha kwamba yale malengo walionayo kivyo vyote yanafanikiwa kwa maslahi mapana ya mpira. Kwa hiyo nipende kuwashukuru sana kwa ujio wao na niwaambie kwamba anytime hapa tuko nyumbani. Hapa ni nyumbani wakati wowote. Kwa haya na mengineyo sisi ni ndugu. Hawa ni vijana wanakuwa na wana upepo kwa sababu ukiangalia kuna mashabiki wengi ambao walikuwepo ma influencer lakini leo hawana nguvu kama GB na Mo. Walipokuja wamepiki au Meja kaja juzi sio muda mrefu sana kwa upande wa Yanga lakini amepiki. Sasa kuna mtu anamchukia sio kwa sababu ya Yanga wake kwamba sasa nini huyu kaja Yanga juzi. Leo anatawi. Leo yuko na kina Molilo. Kwa yani hiyo kitu tu mtu anachukia tu. Kwa hiyo unaanza kutengenezwa skendo. Lakini pia hizi timu za kila mtu hamna mwenye access. Yaani huwezi kumzuia mtu akawa Yanga. Yaani wewe nani mpaka kumzuia? Yaani mimi ni Yanga mfano na mpeso Yanga. Wewe kama nani? Haiwezekani. Kwa hiyo nafikiri ni kuendelea kupambana na kubwa zaidi tunazidi kushirikiana. Na washukuru sana. Sawa, basi kwa kuwa wote tumezungumza, Meja niongea. Yes, Meja nataka nimpe heshima. Sawa sawa. Nataka nimpe heshima. Bwana Meja, mimi naomba niwashukuru watazamaji, naomba niwashukuru crew nzima utayarishaji, wadhamini wetu, na kama ambavyo unaona hapo chini kuna maelezo na kukaribisha kutangaza nasi. Nawashukuru Superbank, nawashukuru Kavido Company Limited, nawashukuru Vini Kolomboka na Simba Beverage kwa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuonekana kwa muonekano ambao ni angavu kabisa.
wakati huu namkabidhi Meja. Meja, wewe ndio ambaye unatufungia kipindi bwana. Bwana mimi bwana wewe zungumza utuagie kipindi bwana. Naaga, lakini maneno ya Salamba ni mzuri sasa hivi. Ndio. Kwa Simba kwa sababu anawasaidia. Ndio. Kwetu sisi ili kwa sababu sisi hatutaki hao wasaidiwe. Yaani ndio una kauli mbiu iliyopita ya Mwananchi tulisemaje? Tunapiga kichwani. Sasa watu kama hawa kwetu kwao ni faida, lakini hawajui. Yaani JB alikuwa anamwataki Salamba, hakuwa anajua kama ni faida kwenye klabu yao. Kwetu sisi huyu ni hasara. Kwa sababu gani? Anakwenda kuamsha nguvu mbili. Sijui kama unanielewa. Yaani kwa nguvu mbili ni faida, kwa wenyewe walikuwa wanaona kama sio faida. Lakini kwa mtu kama kwetu sisi, kwa sababu anawaamsha, anapozungumza kwamba Yanga amefanya yaani Simba amefanya usajili ambao sio safi, maana yake anaenda kuamsha kwamba wafanye usajili. Sasa kwetu sisi ni tatizo. Sasa sisi tunataka awa hivi. Yaani huu gongo anaenda nao sio Jairuti. Sisi kwetu sisi ndio vizuri, na mimi naeka ubani. Yaani kila unavogombana naeka ubani. Waendelee kugombana. Kama Salamba kwetu sisi sio faida sana, kwa sababu anawasaidia, lakini kiukweli anafanya kazi nzuri, na yani ni mtu ambaye yeye anachojali ni weledi wa kazi yake, ili ujumbe uweze kufika. Sema sisi ambao walaji kwenye shuma tunashindwa kupokea kutokana na yale mahaba ambayo yapo. Ndio maana mtu hata shabiki anaweza kushangaa Meja anaweza vipi kutoka Simba kwenda Yanga, lakini ni vitu ambavyo vya kawaida. Kwa sababu gani? Kwenye swala la unajua, mimi kitu ambacho nimekikosa hicho, naomba watu wajue kuanzia leo na siku nyingine, kitu nimekosa mob psychology. Ndio kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameninyima. Yaani mimi huwa siwazi kwa sababu watu wanawaza, sifanyi kwa sababu watu wanafanya. Kile ninachokiona na kifanya moyo wangu umependa ndio nafanya. Mob psychology inamaanisha mkumbo. Yaani mimi huwa siwazi kwa sababu eti Salamba kaniambia kitu, hata kiniambia kitu huwa unaweza nikajibu pale fresh, lakini nitaenda kutafakari hicho kizungumza kwangu mimi kila, kwa sababu maisha ni ya wewe peke yako. Yaani hapa tunaweza tukazungumza hata kwenye msiba, unaweza kukalia afu mwisho siku unabakishwa wewe. Sasa wewe uliofiwa na mama yako sasa, yaani si wote mmelia kila mechaka faji. Sasa ndio wewe uliofiwa na mama yako au baba yako au na mjomba wako, ndio unabakishwa wewe. Sasa ndio sasa wewe uko kitandani sasa na mawazo yako. Kwa hiyo mimi huwa siwazi hivyo. Kwa hiyo mtu anafikiri kwamba mimi haiwezekani kutoka Simba kwa Yanga, lakini mimi naishi vizuri, na sasa hivi shavu inachuma kunde, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, shukrani sana kwa kutufuatilia mpaka wakati mwingine tena. Tumekuwa live kwa masaa 3 consistently. Wewe ambaye umetufuatilia, tumekuwa na masaa 3 ya nguvu tukiwa live tunapepea namna hii. Na leo naomba niweke wazi rasmi kwamba tumekutana na mashabiki wa Simba na Yanga, na wao wamezungumza na wamejionea uhalisia. Kwa lolote lile tunaomba tutofautishe Salamba TV na Dominic Salamba. Au ni watu na taasisi mbili tofauti. Kuna mtu na taasisi. Kwa hiyo lolote ambalo linahusu kunyooshea kidole taasisi, nyooshea taasisi. Si ndio? Yes. Ambao unahusu kumnyooshea Salamba, nyooshea. Kwani unamnyooshea kidole Salamba ana changamoto gani? Yaani usikie, hauwezi ukaona kila kitu unachokisikia lazima ukipende. Kwenye maisha usitamani kwamba eti unachokipenda kila mtu aongea. Kila mtu ana perception yake. Umeelewa? Wewe kula chakula ambacho unaona wewe kitakutosha. Kama unaona hiki sio chakula chako, na achana nacho. Kwa sababu kuna mtu mwingine sasa hivi anaangalia Salamba TV, mwingine anaangalia muziki. Kwa hiyo kama kuna chakula ambacho cha ubongo unaona kina nili kula, lakini usipende ku criticize vitu ambavyo pengine wewe havikupendezi. Ndio hicho. Sawa. Shukran sana. Karibu ofisini.